Karibu mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo kwenye kipindi cha Zamadamu. Kipindi kinachokuletea mambo mbalimbali ya kihistoria kutoka kila pembe ya nchi hii ya Tanzania na barani Afrika. Mimi ni mtangazaji wa kipindi hiki Festus Makerubi. Bado nipo kwenye mji wa urithi wa dunia. Huu si mwingine ni mji wa Kilwa Kisiwani. Na leo hii basi nimemkaribisha mtaalamu wa chimbuko la mwanadamu ndugu Amando Skweka kutoka makumbusho na nyumba ya utamaduni iliyopo jijini Dar es Salaam, akusimulia hadithi nzuri kabisa juu ya taaluma iliyotumika kujenga mji wa Kilwa Kisiwani. Watu wa kale walioishi hapo walitumia vitu gani kujenga majengo yale? Hivyo basi utapata historia hiyo kwa kina kabisa, na inaaminika kwamba mtazamaji, mji ule ulianza miaka takriban 200,000 iliyopita. Hizi ni tafiti za hivi karibuni kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na miaka 900 baada ya kuzaliwa Nabii Isa, wageni waliotoka sehemu mbalimbali, pembe 4 kuu za dunia walifika pale, walikuta wenyeji wa pale walikuwa wameendelea, na wenyeji wa mji wa Kilwa Kisiwani walikuwa ni watu weusi. Hivyo basi utapata historia nzuri kabisa kutokana na ujenzi wa majengo ya kale ya mji wa Kilwa Kisiwani. Karibuni sana. Zamadamu. Tunazungumzia usanifu wa majengo ya mji wa Kilwa Kisiwani. Nani alijenga ule mji? Hadi kufikia karne ya 10 kulikuwa na wenyeji wachache ambao tayari walikuwa wanaishi sehemu mbalimbali za kisiwa hiki, hasa upande wa pwani ya sasa hivi eneo linaloitwa Nguruni. Ndipo tunapopata makazi ya kale zaidi kabla ya kujengeka kwa huu mji wa mawe. Sasa wakazi hawa walikuwa wanaishi zaidi katika mazingira ya kijiji zaidi kuliko hali ya kimji kama tunavyojua maana ya mji leo. Na ujenzi wao wa nyakati hizo ulikuwa ni wa nyumba za miti na udongo zaidi. Hadi kufikia mwishoni mwa karne ya 12 tunaona mabadiliko makubwa yanatokea, hasa yanayohusishwa mabadiliko ya mkondo wa kibiashara. Biashara nyingi zinahama kutoka bahari ya Shamu na bahari ya Mediterania kutokana na machafuko yaliyoanza kujitokeza upande huo wa kaskazini na kuhamia upande wa mashariki wa bahari ya Hindi. Sasa ujio wa wageni hawa wa kibiashara unaleta mwingiliano wa mila na tamaduni kati ya hao wageni na wenyeji sasa ambao tayari walikuwa wameshaanza kujiestablish katika maeneo ya pwani. Ndio mwanzo sasa tunaona watu wenye uwezo wanaanza kushika maeneo na kuanza kujenga nyumba za mawe. Ujenzi wao wanaanza kwa kutumia matumbawe zaidi. Hakukuwa na simenti kama tulio nayo leo hii. Badala yake wanaanza kupika matumbawe na kuloweka kwa siku kadhaa ili kuweza kupata simenti ya kuweza kujengea majengo haya. Majengo haya kama yanavyoonekana leo hii yalijengwa bila kutumia nondo za aina yote, lakini yameweza kushamiri hadi leo hii. Kuna majengo yanayosimama na bado katika hali nzuri. Kwa hiyo hatuwezi tukasema ni wageni waliokuja kuanza kujenga huu mji wa Kilwa. Walikuta wenyeji ambao tayari walikuwa na uwezo wa kuweza kubadilisha nao bidhaa. Kwa hiyo sasa mwingiliano wa wafanyabiashara wenyeji na hawa wageni waliokuja na uwezo mkubwa unaendeleza sasa mji wa Kilwa, unashamiri hadi kutokea kuwa makao makuu ya ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Zamadamu. Sasa tu kwenye ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki ambapo utaweza kujionea matumbawe yako hapa hapa. Nataka nikuonyeshe kwa uhalisia kwamba matumbawe haya ndio yaliyotumika kuweza, kama unavyoyaona haya, yalitumika haya kuweza kujengea nyumba za wenyeji wa Kilwa Kisiwani. Na tupo kwenye ukanda wa pwani Afrika Mashariki. Mawimbi ya bahari unasikia ni kuonesha kwamba tuko pwani Afrika Mashariki, na matumbawe haya ndio yaliweza wakatoa haya wakaweza kuyachoma moto na baadaye wakaweza kujenga nyumba zao. Mtaalamu, tunaona kwamba elimu ya usanifu wa majengo, watu wanakwenda chuo kikuu kwenda kusoma ili kuweza kusanifu majengo na michoro mbalimbali.
lakini kuanzia karne ya 11 ni siku nyingi sana. Mji wa Kilwa ulikuwa umesimama juu hivi, magorofa marefu yamejengeka. Je, watu hao walipata wapi hiyo elimu wakati huo? Kulikuwa na watu wanaenda vyuo vikuu kipindi hicho au pengine namna gani? Utufafanulie hapo. Kwa kweli hakuna ushahidi wowote unaoonyesha kwamba kulikuwepo na shule za kufundisha hao wataalamu wa ujenzi kwa nyakati hizo. Taaluma ya kwanza ambayo tunaiona inajitokeza katika mji wa Kilwa ni ile taaluma hasa ya mambo ya dini. Tunaanza kuona maandishi ya mwanzo kwenye majengo, maandishi mengine yanajitokeza kwenye makaburi, lakini maandishi haya zaidi yanaeleza mambo yanayohusiana na imani, maisha yetu kwa kuhusiana na Mungu. Kwa hiyo unakuta ni maneno ama ya kumtukuza Mungu au ya kuelezea sifa za mtu kwa kuhusiana na mambo mema aliyowahi kufanya. Kwa hiyo kama kuna shule ambazo zinaanza kujitokeza, ni zile ambazo zaidi zinaendesha imani za dini zaidi, na kwa kuanzia katika ukanda huu ilikuwa zaidi ni imani ya Kiislamu. Lakini ni kama ilivyo katika jamii mbalimbali, ujuzi huota au hujitokeza kulingana na maeneo au mazingira wanaoishi. Watu wana tabia ya kuwa wabunifu. Ubunifu hautegemei zaidi kwenda shule. Anazaliwa na vipaji vya kubuni, wanakuwa watukutu, wanabuni namna gani tufanye hiki kitu kipendeze, kiweze kuwa imara, kiweze kudumu zaidi. Kwa hiyo ujenzi wa asili ambao ulikuwa unatumia vitu rahisi vilivyokuwa vinapatikana kwa wingi ambavyo ni miti na udongo, unakuja kuchanganyika na ujenzi wa watu ambao wanatoka sehemu ambazo hazina miti na maji ya shida. Kwa hiyo wanaunganisha sasa hii taaluma, wanaanza kujenga majengo ya mawe. Sasa ujenzi huu wa mawe ndio unaoleta sasa kushamiri kwa mji, kwa sababu majengo yake sasa yana uwezo wa kuwa makubwa na yanayodumu muda mrefu zaidi. Zamadam. Mtazamaji, kumbuka hiki ni kipindi cha Zamadam, na leo hii naongea na mtaalamu wa sayansi ya mambo ya kale, ndugu Amandus Kweka kutoka Makumbusho na Nyumba ya Utamaduni iliyopo jijini Dar es Salaam. Tunazungumzia kwa kina historia ya mji wa Kilwa Kisiwani, ujenzi, nani alijenga mji ule mpaka magorofa yakasimama hivi yakashikamana, karne ya 11 na 12 ambapo mji huo uliwika sana hapa duniani na baadaye ukaweza kutoweka kutokana na majanga mbalimbali yaliyotokana na binadamu. Mji wa Kilwa kwa kweli ulikuwa na majengo mengi, lakini miongoni mwa majengo haya kuna ile ikulu ya mwanzo kabisa ya karne ya 13. Inaitwa sasa hivi linajulikana kama Husuni Kubwa. Kwa sasa hivi imebakia sehemu kubwa ya msingi, na hasa msingi na kuta chache ziko wima, sehemu kubwa zilishaanguka. Unamaanisha nini unaposema Husuni Kubwa? Hili jina kwa kweli, maana ya Husuni Kubwa sijui ilimaanisha nini, lakini ni jengo ambalo inaaminika kwamba ilikuwa ndio ikulu ya mwanzo kabisa katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki. Ilijengwa mnamo karne ya 13. Ilikuwa ni makao ya serikali ambayo ilikuwa inasimamia shughuli zote hasa za kibiashara katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ujio wa wasafiri wa mwanzoni mwa karne ya 14 waliliona jengo hili la Husuni Kubwa kama jengo la kipekee katika pwani zote za Afrika ambazo walikuwa wamewahi kuziona. Kwa hiyo kama ilivyoandikwa na mwandishi mmoja ambaye anaitwa Ibn Battuta, ambaye alitembelea Kilwa mnamo mwaka 1331, anasema hili jengo la Husuni Kubwa halikuwepo jengo la aina hii katika pwani zote za Afrika. Kwa hiyo inaonyesha kwamba lilikuwa ni jengo la aina yake katika pwani zote za Afrika. Ni jengo kubwa lililokuwa na vyumba zaidi ya 100 ndani yake. Ina ua kubwa kwa ndani, alafu na kumbi mbalimbali ambazo
Aidha zilikuwa zinatumika kama sehemu za biashara au sehemu za mashauri kwa ajili ya maamuzi mbalimbali ya kiserikali. Kumbuka kwamba katika historia ya Kilwa inaonyesha kwamba kisiwa hiki kilinunuliwa na sultani mmoja aliyehama huko Uajemi na kuja kutafuta makazi mapya katika ukanda wa Afrika Mashariki. Sultani huyu baada ya kukimbia nchi yake alifanikiwa kumwoa mtoto wa mzee ambaye alikuwa anasimamia ardhi katika upande huu wa Kilwa, alikuwa anaitwa Mzee Mrina, na wakapata naye mtoto wa kiume. Sasa huyu mtoto wa kwanza wa huyu sultani aliyekimbia Uajemi anaanzisha sasa utawala wa kwanza katika kisiwa hiki. Kwa hiyo anaanza sasa kama sultani wa kwanza kuitawala Kilwa kisiwani, na baada ya kuanza kuitawala sasa ndio wafanyabiashara wengi kutoka Uajemi wanapata fursa ya kuja na kukamata maeneo mazuri mazuri katika kisiwa na kuanza kujenga majengo mengi ya kibiashara pamoja na kuishi. Kwa hiyo sambamba na hili jengo kubwa lililokuwa linajulikana Afrika nzima, ambapo wengi wanasema hata Hispania na miji mingi ya Ulaya ya wakati huo haikuwa na jengo lenye hadhi kubwa kama hili. Kwa hiyo sambamba na hili kuna kuwepo vile vile msikiti mkuu. Msikiti ulianza kama msikiti mdogo, lakini kutokana na kukua na kupanuka kwa mji, msikiti huu ulipanuliwa ukaongezwa, na sehemu kubwa ya msikiti huu bado imesimama hadi leo hii. Kuna watu ambao imani yao ni kali wanahudhuria katika msikiti huu nyakati mbalimbali kwa ajili ya ibada za muda mfupi, lakini majengo haya yamehifadhiwa na hayaruhusiwi kwa matumizi ya muda mrefu kwa ajili ya uchakavu wake. Kwa hiyo baada ya msikiti huu mkuu kuna jengo lingine ambalo ni msikiti mdogo ambao hauko mbali sana na huu msikiti mkubwa. Huu msikiti mdogo unaonekana ulikuwa ni msikiti wa watu wachache waliokuwa na umaarufu wa aina fulani, bila shaka umaarufu wa kibiashara. Lakini ukisogea mbele zaidi ya huu msikiti mdogo utakuta kuna ikulu nyingine ya pili ambayo ilijengwa baada ya kuachwa ile ya kwanza. Hii inaitwa Makutani Palace. Sasa hivi ukienda Kilwa Kisiwani ukiulizia Makutani Palace watakuelekeza kwenye hii ikulu ya pili ambayo inaanza mwishoni mwa karne ya 17. Ikulu hii inakuja kutumiwa zaidi na wageni kutoka Uarabu ya Omani. Lakini ukitembea ukanda wa pwani kuna jengo moja ambalo na lenyewe lina umaarufu wa kipekee ambalo wenyeji wanaliita gereza. Kimsingi halikuwa gereza kama ilivyo Ukonga. Ni neno linalotokana na neno la Kiingereza garrison au ngome ya kijeshi. Ujenzi wake umejengwa kijeshi ukiwa na minara mirefu ya ulinzi pamoja na sehemu za mizinga kulizunguka jengo hili. Jengo hili inakuja kujengwa na Wareno. Wareno wa mwanzo walipofika na kuiharibu Kilwa, kitu cha kwanza walichojenga ilikuwa ni kujenga ngome ya kijeshi, kwa sababu walijua walichokifanya sio kizuri na walitegemea upinzani kuzuka wakati wote kutoka kwa wenyeji. Kwa hiyo kitu cha kwanza walichofanya ni kujenga hii garrison ambayo ni ngome ya kijeshi kwa ajili ya kujihami na kujihifadhi wakati wanaendelea na uharamia wao. Ngome hii ilijengwa kwa haraka sana, alafu ikakaa kuanzia mwaka 1505 hadi kufikia 1512. Mfalme wa Ureno ili kubana matumizi aliagiza majeshi yaliyokuwa hapa Kilwa yahame kwa sababu umaarufu wa kibiashara ulikuwa umeshuka na waelekeze mashambulizi sehemu nyingine. Kwa hiyo walichokifanya Zamadan.
Mji wa Kilwa Kisiwani umekuwa na sifa kubwa sana hapa ulimwenguni. Ni kitu gani kilishawishi UNESCO, shirika la Umoja wa Mataifa, liufanye mji ule kuwa ni urithi wa dunia? Nini hasa kiini? Unajua, kazi kubwa ya UNESCO ni kufuatilia na kuendeleza, kusaidia maendeleo katika huu ukanda wetu. Kwa hiyo watu wengi hawafurahishwi na imani potofu ambayo ilikuwa imejengwa na wakoloni, inayotaka kuonyesha kwamba wenyeji hawakuwa na mwamko wa aina yote. Sasa mji wa Kilwa ni ushahidi ambao unapingana kwa kiasi kikubwa mno na haya mawazo yaliyoendelezwa na wakoloni kwamba wenyeji hawakuweza kujipanga na kuweza kuwa na uongozi unaojulikana. Sasa Kilwa ilitokea kuwa makao makuu yanayotawala miji yote ya hii pwani ya Afrika Mashariki, kuanzia pwani ya Somalia, ukianzia na miji ya Mogadishu, shuka na hii pwani kupitia Kenya, kuna miji kama Lamu, ndio unakuja mji wa mwanzo wa Mombasa ambao nao ulikuwa ni kisiwani, sio wa sasa hivi wa bara. Unakuja ukanda huu wa Tanzania, kuna miji midogo midogo ilikuwepo kama mji wa Sadani, ni mdogo. Kulikuwa na mji wa Kaole kabla ya kuwepo kwa huu mji wa Bagamoyo. Shuka taratibu sasa utakuta Kilwa ambayo ndio ilitokea kuwa ni makao makuu ya wataalamu wanaihusisha na himaya inayoitwa Zanje Empire. Kuna himaya ambayo inatajwa sana katika maandiko ambayo ilikuwa upande huu wa Afrika Mashariki, ambayo ilikuwa ni ya watu weusi. Watu weusi ni asili ya Wabantu ambao leo hii wanatawala pwani hii. Lakini kabla hujaendelea mbele, pengine ni kitu gani kilishawishi shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO? Hasa hicho ndio ninachokitaka mimi kukijua. Kuna miji mingi sana hapa duniani, lakini kisiwa kidogo cha Kilwa kikachukuliwa kuwa ni urithi wa dunia na kinaangaliwa na jicho ama na macho yote mawili na shirika la Umoja wa Mataifa. Ni kitu gani hasa? Katika miji yote ambayo ilishamiri sambamba na mji wa Kilwa, nyingi imetokomea kwa kiasi kikubwa. Hakuna mji uliobaki ambao una majengo ambayo yako katika hali nzuri kama yaliyopo Kilwa. Ukienda Kaole kwa mfano, utakuta sana sana ni makaburi yamebakia. Ile minara ya makaburi ndio imebakia na vipande vya msikiti miwili, wa kwanza wa ule wa karne ya 14 na 15 na msikiti wa baadaye ambayo umebakia kitu kidogo sana ule wa karne ya 17. Kwa hiyo utakachoona zaidi ni ile minara ya makaburi. Sehemu kubwa ya mji haionekani tena. Vile vile ukienda Mombasa ambayo iliunguzwa moja kwa moja, hakuna kilichobaki kuonyesha ushahidi wa maendeleo ya ile mji. Mji mwingine ambao ulikuwa na umaarufu ni Sofala ambao ni Msumbiji. Ilikuwa ni bandari maarufu inatajwa, lakini mpaka leo hii haijulikani haswa ilikuwa hasa sehemu gani. Kuna vimiji vidogo vidogo, dalili za miji katika huu ukanda wa Msumbiji, lakini hakuna ushahidi unaoweza kuthibitisha haswa hii ndio ilikuwa inatajwa kuwa ni Sofala. Umaarufu wa Sofala ambayo makumbusho ya taifa tunayo picha yake ambayo ilitengenezwa katika mwanzoni mwa karne ya 16. Hakuna ushahidi sasa inayolingana na ule mchoro. Kwa hiyo katika miji yote ambayo ilikuwa katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, kutokana na mabadiliko ya mkondo wa kibiashara kuhama kutoka bahari ya Shamu na kuja ukanda huu wa pwani ya bahari ya Hindi, ni Kilwa pekee ambayo imeweza kushamiri hadi kufikia leo hii. Ukaenda ukakuta majengo bado yako wima. Mfano, ili gereza ni jengo bado liko wima kwa sehemu kubwa. Hii Makutani Palace ni jengo ambalo unaweza kabisa ukaiona ramani yake na ujenzi wake. Sehemu kubwa ya ukuta bado iko wima. Msikiti mkuu, kama sio kuhofia ule uchakavu wake, ni msikiti ambao unaweza ukaweka milango ukaanza kutumia. Lakini kumbuka kwamba kitu ambacho kimeshachakaa
kukirudisha kiwe kipya ni vigumu, na hatari ya mjumuiko wa watu wengi ni hatari kidogo kuruhusu msikiti ule utumike. Ni wageni wanaoingia na kutoka kwa muda mfupi wanaruhusiwa kuingia katika majengo haya, lakini shughuli kama ibada ambazo zitachukua muda mrefu imeonekana ni hatari kidogo kuruhusu wananchi kuingia kwa wengi na kuweza kuendesha shughuli. Kwa hiyo imebidi sasa mji huu uhifadhiwe kama ushahidi wa makao makuu ya kwanza ya himaya iliyowahi kustawi Zamadam. Na wanaosimulia mji wanasimulia kwamba ulikuwa ni mji wa watu weusi. Maandiko yote hayasemi ulikuwa ni mji wa Arabu. Kuna elements au ufundi au ustadi ambao unatokana na maeneo ya bara Arabuni yanayoambatana na hizi imani za Kiislamu, lakini watu wengi wanaoishi katika miji hii ni watu weusi. Wenyeji wa mji wa Kilwa imethibitishwa kama maandiko mengi yanavyosema kwamba ulikuwa ni mji wa watu weusi. Hivi karibuni wewe binafsi ulikuwa kisiwani Kilwa na umeweza kuzuru kwa mara nyingine pale tena. Pengine kwa mtazamaji wa kawaida ambaye hajawahi kufika Kilwa kisiwani kihistoria, wewe uliuona vipi ule mji ulipotembelea ile magofu ya Kilwa? Kuna kitu kimoja cha kujifunza Kilwa. Kwa kweli ukiangalia sifa za uliokuwa mji, alafu ukaangalia na makazi ambayo yanaanza kujitokeza sasa hivi, utaona umuhimu wa kuhifadhi haya mabaki ya mji wa zamani. Wenyeji ambao wamebakia katika kisiwa hiki ni watu wa kawaida wanaolima kilimo kidogo kidogo cha bustani. Kwa hiyo uwezo wao kwa kweli ni mdogo. Ni nyumba chache sana za mawe ambazo zipo sasa hivi zinajengwa kisiwa. Wenyeji wengi wanajenga, wamerudia asili yao ya kujenga kwa miti na udongo. Sasa nyumba za mawe ambazo zinasimama nyingi ni watu wanaokota mawe ya magofu ambayo yalikushaanguka, yalishatumika zamani, wanayatumia sasa na kujaribu kujenga nyumba zao kwa kutumia yale mawe. Lakini kuna kitu ambacho kimepotea moja kwa moja, hatujui ni kwa vipi tunakirudisha. Ile taaluma ya ujenzi iliyotumika kujenga ule mji haijarudia tena. Makazi yanaanza kurudi kisiwani, lakini ile taaluma haijarudi. Ule utajiri haupo tena Kilwa, na ule uwezo wa wenyeji haupo. Kwa hiyo kuna kilema cha kudumu, unaweza ukasema ni kilema cha kudumu kilichosababishwa na huu uharibifu ambao ulianza baada ya ujio wa wageni haswa kutoka Ulaya. Na mwisho kabisa, pengine ujenzi wa mji wa Kilwa kisiwani unatupa fundisho gani kihistoria wa Tanzania wa leo? Fundisho ni kubwa, kwamba unajua taaluma yetu inatufundisha kwamba kujua ulikotoka ndio kielelezo cha kukuonyesha utakakokwenda. Tunajifunza kutokana na makosa, tunaangalia tulikotoka ili tuweze kujua tuelekee upande gani. Kilwa sio mji pekee ambao umetokea kukua na baadaye kutoweka. Ukifuatilia maandiko, kuna miji kama mji ambao unaitwa Rabta, ambao unasemekana ulikuwa katika pwani ya Afrika Mashariki na ulikuwa unaendesha biashara wakati wa utawala wa Kirumi. Mji huu wanasema huenda ulikuwa karibu na mwingilio wa mto Rufiji, lakini wataalamu tumejitahidi kutafuta sehemu hasa iliyokuwa na mji huu, lakini hatujawahi kuipata. Basi na kufikia hapa ndio tumefikia mwisho kipindi chetu cha Zamadam kwa leo. Kumbukeni leo hii nimeweza kuwaletea taaluma iliyotumika kujenga majengo ya mji wa Kilwa kisiwani. Hawakutumia nondo, walitumia tu mawe ya baharini, yaani matumbawe.
Na mtaalamu ambaye amekuletea hadithi hiyo ni mtaalamu kutoka Makumbusho na Nyumba ya Utamaduni iliyopo jijini Dar es Salaam, ndugu Amandus Kweka. Mimi ni Festus Makerubi na kutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa TBC1. Tukutane tena katika kipindi kingine cha Zamadam wiki ijayo. Asante na kwaheri. Zamadam.